Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, siku ya leo kwa wapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tunawaleteeni somo na mada nzuri kabisa, mada ambayo naleta dua leo ambayo muhimu sana kuifahamu na kuijua. Kichwa cha habari kinasema dua hii ukiisoma kama una vitu vibaya basi vinatoka hapo hapo. Yani dua hii ukiisoma kama umeelishwa vitu vibaya ama ulifanyiwa sihiri au kuna vitu katika mwili wako, basi ukiisoma vinatoka hapo hapo. Ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukapata faida ya dua hii muhimu sana katika siku hii ya leo. Yenyewe ina faida takriban 7 dua hii. Kwanza, yenyewe kazi ya kwanza inakwenda kubatilisha uchawi, inaondoa uchawi kama upo katika mwili wako tunaondoka. Lakini kazi ya pili vile vile, kama una shaitani kwenye kichwa chako basi anaondoka ukisoma kwa dhati kabisa, ukisoma kiikhlasi kabisa dua hii. Lakini jambo la tatu vile vile inaondoa hasadi. Kama umefanyiwa hasadi kijicho, umefanyiwa hasadi katika biashara, umefanyiwa hasadi katika ndoa, umefanyiwa hasadi katika kazi, basi inakwenda kuondoshwa hasadi hiyo kwa kusoma kwa dua hii. Lakini jambo la 4, dua hii inaondoa vikwazo. Kama kuna vikwazo umewekewa, vigingi nini, ukiipiga hiyo na ukaisoma kidhatu, ukaisoma hali ya kuona maanisha, basi vile vikwazo vitaondoka biidhnillahi taala. Lakini vile vile dua hii kama umefukuzwa kazi au umefukuzwa shule, basi ukiisoma hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako kwa mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi utarudi katika kazi yako. Ama kama ni mwanafunzi basi utarudi katika masomo yako. Lakini inatakiwa dua hii isome kwa muda wa siku 3. Kwa muda wa siku 3. Na hizi siku 3 zenyewe ikipendeza kabisa, kama itawezekana basi nuia hata saumu. Bi maana uwe ndani ya saumu katika hizi siku 3, alafu ndo utasoma dua hii. Twende sasa nikupe maelekezo yake, unafanyaje na unaisomaje. Mara nyingi dua nyingi wanazozileta hapa katika vipindi vyetu sio kama ninazisema tu kwamba fanya hivi, hapana. Mwenyewe ninazitumia sana binafsi yangu, na hata kwa wale watu ambao mara nyingi wananiomba niwafanyie dua, tunafanya sana dua kama hizi. Na leo nataka niwapeni siri, ndugu zangu katika imani. Jitahidi sana katika dua zako, zifanye sana katika nyakati za usiku. Nyakati za usiku ni nyakati bora sana. Yani dua utakayoomba mchana na dua utakayoomba usiku inakuwa ni tofauti sana. Wewe jitahidi ilifanye sana usiku dua zako, afu jichunguze, jiangalie ulivyokuwa unafanya mchana na utakaofanya usiku, utaona utofauti mkubwa sana katika hilo. Kwa hiyo hii unasumu katika mwili wako ya maradhi, una shida, pengine umefanywa vitu vibaya, pengine mwili wako uliwahi kurusha vitu vibaya, pengine wewe una hasadi katika mwili wako, pengine ulifanywa hasadi na jamaa zako, ulifanywa hasadi na majirani au watu wasiokujua, hasadi katika biashara, hasadi katika ndoa, hasadi katika kazi, basi unakwenda kuziondosha zote biidhnillahi taala. Na uzuri wa dua hii ukiisoma kwa hizo muda siku 3, ukimaliza kuna mabadiliko utakwenda kuyaona katika mwili wako, utajikuta kumepesi sana mwili wako. Basi inshallah mimi nitaisoma mara 2 ili wewe ambao utakayeweza kuichukua basi uweze kuichukua biidhnillahi taala. Nitaisoma mara kwanza kisha tarudia mara 2. Nitaisoma mara kwanza kisha tarudia mara 2.
Utaratibu wake ni huu, nisikize kwa makini sana. Utaratibu wake ni huu tunaoanza hapa. Kwanza utaanza kuchukua udhu, tatawaza udhu wako vizuri. Kimaliza kuchukua udhu wako vizuri, utaelekea zako qibla. Kushaelekea zako qibla sasa, utaanza kusoma maneno haya. Utasema wa ufawidhu amri ilaika, ufawidhu amri ilaika, wa uqaddimu ilaika baina yadayhi yawmin hadha au lailati hadha. Naudia tena. Utachukua udhu wako. Ukishachukua udhu wako tayari, utaelekea zako qibla kama kawaida. Alafu utaanza kusoma maneno haya. Utasema wa ufawidhu amri ilaika au qaddimu ilaika baina yadayhi yawmin hadha au lailati hadha. Baada ya hapo utasoma hivi. Utasoma bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad Allahu samad mpaka mwisho wa surati Ikhlas. Ukimaliza mara kwanza, wa an amamihi, bimaana utasoma hali ya kuwa umeangalia mbele yako. Utasoma tena qul huwallahu hii mara moja, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad mpaka mwisho. Ukimaliza wa an fawqi, utasoma tena bismillahir rahman mara moja, qul huwallahu. Ukimaliza wa an yamini, bimaana utageukia upande wako kulia, utasoma tena suratul Ikhlasi mara moja. Ukimaliza upande wako kulia, wa an shimalihi, utageuka upande wako kushoto, utasoma tena qul huwallahu mara moja. Kimaliza hapo utasoma suratul Fatiha, bimaana bismillahir rahmanir rahim, qul bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Baada hapo kimaliza utasoma suratul Kafirun, bimaana qul ya ayyuhal kafirun, nayo mara moja. Ukimaliza hapo utasoma aya hii ya 12 katika surati Yasin, inasema inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hii aya utaikariri na utairudia mara 7. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Utairudia hii mara 7. Baada hapo utasoma maneno haya ya zakiyi, ya zakihi tahiri, ya zakihi tahiri min kulli afatin, min kulli afatin muqaddas. Baada hapo utasoma aya hii wa ma alaina illa albalaghul mubin, nayo utairudia mara 7. Ukimaliza mara 7 utasoma ya aziz almaniu alghalibu ala amri fala shay'in yuadilu, fala shay'in yuadilu. Narudia, ya aziz almaniu alghadilu ala amrihi fala shay'in yuadilu. Ukimaliza hapo utasoma tena aya hii inasema inni la fi dhalalin mubin. Baada hapo utasoma tena ya mudhil, ya mudhila kulla jabar anid, ya qahar, ya aziz sultan. Tarudia neno hilo mara 7. Ukimaliza hapo utasoma dhalika taqdirul azizil alim, ili neno utalikariri mara 14. Dhalika taqdirul azizil alim utalikariri mara ngapi? 14. Ukimaliza hapo utasoma tena at'amahu wa in antum illa fi dhalalin mubin. Neno hili utalirudia mara 7. Utalirudia mara 7, kisha baada hapo utasoma salamun qawla min rabbir rahim, na utalirudia mara 7. Narudia tena inshallah katika maelekezo ya dua hii. Narudia tena. Jambo la kwanza, utachukua udhu wako. Ukishachukua udhu wako tayari utaelekea qibla, alafu utasoma wa ufawidhu ilaika, wa ufawidhu amri ilaika au qaddimu ilaika baina yadayhi fi yawmin hadha wa lailatin hadha. Baada hapo utasoma bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad Allahu samad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baada hapo utageuka upande wa kulia, tasoma tena Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Utageukia upande wa kushoto, utasoma tena Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baada hapo suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا زكي الطاهري يا زكي الطاهري يا زكي الطاهري من كل آفات بقدس من كل آفات مقدس من كل آفات بقدسة من كل آفات بقدسة. وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين. يا عزيز يا عزيز يا عزيز المنيع المنيع الغالب المنيع المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله فلا شيء يعادله فلا شيء يعادله. إني إذا لفي ضلال مبين 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 إني إذا لفي ضلال مبين. يا مبدل كل جبار عنيد يا مبدل كل جبار عنيد يا قهار يا عزيز السلطان يا مبدل كل جبار عنيد يا قهار يا عزيز السلطان. ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز الرحيم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم. سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. Ndugu yangu, kama utashindwa kusoma basi sikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inshallah dua muhimu ichukue na nenda kaifanye kazi. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.